يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الإمام baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia tuko kwenye Ijumaa wa mwezi mtukufu wa Shaaban wa Rajab, tukiwa ndio hotuba yetu ya mwisho wa mwezi huu mtukufu katika 27 mwezi wa 7 ni Rajab 1447 Hijria sawia na 16 mwezi wa kwanza 2026. Hotuba yetu ya leo ni ule wa sala ambaye ndiye atakayefunga hadithi ya watu saba wanaofunikwa cha Mwenyezi Mungu, kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu, ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli. Ni hotuba ya mwisho wa mwezi tulionao, hotuba ambayo yaleta matumaini kwenye watu wote saba waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Na kila mmoja kati ya hao watu saba ambaye tunamalizia aonyesha kweli ile ujira mkubwa wa kustahiki mmoja wa hao na kuwa neema kubwa ya malipo aliyopewa mmoja kati ya watu saba. Na tumeona sura hizi la kustahiki mpaka kwa uzito wa mtu mmoja wa kila mmoja yetukuzi. Sasa sheria ni hadithi matumaini kwa wanadamu, ni hadithi yenye utulivu, tunaweza kusema hadithi ya arahatu watumaina walulfa, saada na utulivu na kushikana kwa mtu mustahiki kivuli cha arshi. Twapata matumaini, twapata matumaini ya kuwa tumaini langu na lako liwe kwa Mola wetu, ambao lile ambalo walitumaini utajipata kwa Mola wako. Tegemeo lako na tegemeo langu iwe kwa Mungu wetu, kwa sababu ndiye mstahiki wa kutegemewa, ndiye Mungu ambaye huitwa Mungu. Mtu hana wasiwasi ikiwa unatumaini na kupewa, una matarajio alipewa, kwa kuwa Mungu hana ubaguzi wa kuwa
afai kuja kwangu ni mtu mwenye kuswali au mwenye kufunga au mwenye katika mambo ya kumpa mtu saada, lakini Mungu atakarudi kwake yoyote mwenye jina la mja, kwa sababu ikiwa nikija msija wa wengine nijaona. Kwa hivyo ni hadithi ya matumaini, na ikiwa ni hadithi ya matumaini, tumaini lako kwa Mola wako, isiwe tegemeo lako kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu atakapochukua mtihani, Mungu hakuache kwa kabisa. Mfano mmoja, Mungu ukasirika au atakuomba, lau kumwombe Mungu ukasirika, lakini mwanadamu ukasirika au kwa mwanadamu kimwomba katima itakasirika kwa sababu tachoka kukupa, lakini Mungu ukasirika watakumwomba kwa sababu Mungu hachoki kumpa wale wake. Kwa kuwa na wasiwasi mimi katika safari ya maisha yako, kwa kuwa na wasiwasi mbele ya safari ya maisha yako, hakuna kuwa na wasiwasi, tembea ukiwa huru. Wama min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin wal kitabu mubinuna al-lawhul mahfuz inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin. Wa fil hadithi al-qudsi ya ibadi shukr, akusema enyi waumini wangu, qala enyi waja wangu, ya ibadi innama hiya a'malukum tuhsuha lakum, hizi ni amali zenu zilizohadithia thumma uwaffikum ya kisha nawalipa mshahara. Faman wajada khairan, mwenye kupata kheri, falyahmadillah, waman wajada khairan, kupata asiyokuwa ya kheri, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu isipokuwa nafsi yake, kwa sababu muda Mungu alikupa, umri alikupa, uliishi katika dunia kwa kiasi cha miaka alikupatia, uliitumia vipi? Asiru dafi, siri iliyozikwa, siri iliyozikwa ni vipi na ni siri gani? Na huyu ni siri gani? Mtu wa sala waraju na mwanamume dhakara Allah alitaja Mwenyezi Mungu uko fara fafawa manna, macho yake kamina akamimina nini? Yakamimina machozi, macho yalimimina machozi akiwa faraha kwenye jambo gani? Ili kisema siri iliyozikwa nataka zitumikia hili, bali pole aliyosiri nyingi na kilichozikwa. Amimina machozi akiwa faraha. Machozi ni machozi ya kulia, ulia ili unakulia macho ya moshi, ukapita takataka wana moshi kulia machozi kutoka. Sasa kuna machozi kutoka macho yanapatikana ni mgonjwa wa machozi ya kutoka umedudumiwa, machozi kutoka ibiakwa kukimbia bila sababu, machozi ya kutoka kwa sababu ya huzuni inayokufunisha, machozi yanakutoka ukichunga rudi kwenye neti ukalia. Mungu iliyovitaja ni machozi yanayomiminika kwa hili tunalotaja, maana pia ndani ya machozi min khashyatillah, kulinda machozi kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kufa. Ni hadithi muttafaqun alayh. Intabi neno la Mola wetu mlezi fi hadithi al-qudsi jalil asema, abdi mja wangu, sio mja wangu yoyote, mja wangu
idha kadhalika minhadia, ukinitaja ukwa faraha, uko faraha, ukanitaja dhakartuka khalia, na nitakutaja ukwa faraha. Kwa hivyo ukinitaja mwana wako faraha, na Mungu akakutaja faraha. Ndugu zangu katika imani, kwa akili zipo kwa hoga baina yako wewe na mapigano wangapi? Wawili, mja na Mola wake. Ikiwa mapigano ya mja na Mola wake, hakuna uwiano wote, kwa sababu huko mbele ya mwanadamu wote, huko kwenye baraza zote ni wewe na Mola wake. Sasa ukimtaja faraha, atakutaja faraha. Sikiza nilisema, na ukinitaja kwenye watu, utanitaja kwenye kongamano la watu, mkusanyiko wa watu, takutaja kwenye mkusanyiko wa walio bora kushinda mkusanyiko wao. Ujira wa Mungu ni mkubwa wa kujitakasa moyo waliokuwa na mwelekeo na Mola wao. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah asema la budda lil abdi min azlati, hapana budi kwa mja kujitenga. Kujitenga huku si kujitenga kwa watu kimchezo, si kujitenga na watu kimchezo, ni kujitenga na watu kumwelekea Mungu wa watu. Nataka kwenda kujipanga raha, nizungumze na Mola wangu, niishi ndani Mola wangu. Hapa hakusiki mwanadamu, anayehusika Mungu. Hapana budi kwa mja kujitenga. Ajitenge kwa nini? Liibadati wa dhikrihi na kumtaja, wa tilawatihi na kusoma kitabu chake kwa ajili yake, wa muhasabatihi nafsihi na kuhisabu nafsi. Uko faraha kabisa, lakini akawa na hisabu. Mimi sasa ni miaka mingapi? Nilikuwa na miaka mingapi? Nilianzaje na nikoje na nitakuwaje? Kila nizao mara wako katika kusuluhisha ile dhani, ikijitazama mgundulika ni hivi kulivyo tena na sikura ulivyo. Kwa hivyo nitakuwa ya kukuta yote hayo machozi wadia. Sasa hapo ni moyo umeelekea kwa Mola wako kubalia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhesabu ni katika wenye kustahili kipimo cha arshi yake, ndicho kilio cha takiwa. Kwa hivyo kutaka kwa neno la kutumia wakati mwingine kufanya hata nyumbani kwako, usiku wa manane umeamka, watoto wako usingizini, hapa ndipo na dunia utajitenga nayo. Naenda kwenye stoo mbali, nifungie mlango na niveka, basi uelekeo wa Mungu wako. Wallahi billahi Allah, ndio kusudio la unadimema watu saba huyu ambaye leo sisi tutamani. Nisikilize sana, tumalize mambo yake. Kwa hiyo sasa tasema wastighfari faraha na istighfari wabu'dihi na shari, kujitenga kwake na shari. Mungu uniepushe na shari, uniepushe na shari, maana tumeandamana na shari kama wanadamu na majini. Sisi wanadamu wenzetu watendeka shari na majini watendeka shari, na wote kila mmoja unahawa kuzali nani kutegemea Allah. Kwa hiyo lazima ategemee wabu'dihi an shari wa nahuda. Ndipo ulama wetu wakasema hivi, innal khalwata idha faragha, ukajipa faragha tulikul insa wa sakinata, kuridhisha liwazo, walishika huru, kuridhisha raha na kuridhisha tumanina na kuridhisha uwiano na mshikano.
wayuhibbu Allah, na Mungu huipenda alama hii. Kahubbil abdi taqiyyi al-aliyyi al-habib, kama mapenzi ya mja mcha Mungu tajiri, lakini alijificha kwenye kutenda mambo. Upi alladhi la yuhibbu shukra, ambaye hakushukura, hatendi kwa shukra kutenda jambo hili mpaka mtendo ulimwengu mzima ukitenda, kisaidia mpaka watu wote waliokuwa nimesaidia. Bana, sikiliza maandiko ya tafsiri wa mwisho anaifunga hadithi, wa anna, na ile barama tamnahu al-abda nura wa ila ilahi, kumtamja nuru na radhi za ilahi, radhi za ilahi, radhi za Mungu, na mtu atakirahisha mtu atakayeomba Mungu mwenyewe. Tukichomoa kutakatiza watu, tutakosa radhi kwa watu, tukose radhi za Mungu. Lakini tukimrudisha Mungu, Mungu ataridhika na nadhani wenye busara wa kufahamina na wao. Shida iko wapi? Mpaka tuishi tukianza kuna kulanja, kuna kulanja, tukitoka baada yane na kuna Mungu wa kuondosha baada. Ndio kisha sema wa annaha tamnahu al-abda nura wa ibadi, kama fi aqwali, kama kwenye maneno mfano. Sikia vizuri maneno gani? Mmoja katika sala asema hivi, inni la afrahu bil-layli hina yuqbilu, mimi hufurahia sana usiku unapokabili. Ile usiku jua sasa huwa ni furahi kwelikweli. Limadha? Lima yataladdathu bihi alayya, walana inaopata macho yangu mawili, ni mulajati man uhibbu, kwenda kuzungumza siri na naipenda, kwenda kuzungumza siri na naipenda, nenda kuzungumza siri na naipenda Mola wangu, mwambialo atanigunda, sitoanguka hata kunishika mkono kuninoa, wala sitainua mikono akanirejesha sufra shimali. Udhuruni astajib lakum wallahu la yuhibbul mi'ad. Nani wa kutegemea kujijenga bure? Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala asema, gharsul khalwati yukmiru insa. Imagine ukipanda mti, kupanda mshoo, ukipanda muembe, wapanda wataka, na nchi yoyote na matunda watarajia matunda kwa kupanda kwao, jana uko utumba. Sasa kuna nchi wa faragha, nchi wa faragha hauna mshinda na mtu. Nchi wa faragha ni mwenye nchi na Mola wako mlezi. Wallahi ni hotuba ya watu saba alisema Mtume, inaotupa matumaini kweli kweli. Kutoka mtu msikitini akasema, nimeusafisha roho yangu, simuogopi yote isipokuwa, sina shida yoyote itakayohusu kama kufa, wala sina raha yoyote nitakayopata kama kufa. Atanibadilishia Mungu matokeo kama alivyonibadilisha nipo kwenye tumbo la mama, nutfatan alaqatan mudghatan idhama thumma kasawna thumma ansha'nahu khalqan akhar tabarakallahu thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun. Ni hadithi inayotupa matumaini. Basi tunakuja wasiwasi kwa sababu ya wanadamu. Gharsul khalwati yudhiru unsa, mti wa faragha kutoa matunda ya raha na tumanina na mazoea na saada. Waqala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah akisema tena, intabi ad-dunya la tusawi taqla aqdami ghairiha, dunia hii haisawaziki na uzito wa miguu yako kufuatia dunia hii. Miguu yako namna unavyo ilivyobeba mwili wako, lakini
Aseme Ibn Qayyim, haisawaziki na uzito wa nyayo zako kuiangalia ya sana. Kisha akasema kaifa tahdu qalba, vipi utakuwa nyuma ya dunia, vipi ndio zako ziko nyuma ya dunia, kuondolewa. Ukitolewa salamu kumtikii salamu kumsikii, kwa sababu ni amali, matarajio yaweka mbele yako, lakini kukurudi nyuma ukasema matarajio yako mbele yangu na maovu yako nyuma yangu. Hakuna kuangalia mara ukiachiana matarajio mkononi, ndipo mauti yanakushambulia. Matarajio na ukitaka umekishika mkononi, uje ufungulie mkono kitolewe, na wewe unaweza kuanza maisha mapya huko duniani moja kwa moja, wala huko akhera moja kwa moja, huko katika barzakh ambayo maamuzi yake ima iwe ni maranda katika maranda duniani, ama ni mashimo katika mashimo ya motoni. Nasallallahu salam. Idha staghna an-nasu bid-dunya, Ibn Qayyim al-Jawziyya asema watu wakijitosha kwa dunia, fastaghni anta billahi, wewe jitosha na Allah. Watu wakijitosha na dunia, wewe jitosha na Allah. Wa idha farihu bid-dunya, na watu wakifurahi kwa dunia, fafra anta billahi, furahi wewe kwa Allah. Wa idha aisu biahdabi, watu wakijiliwaza kwa vipenzi vyao, faj'al anisaka billahi, liwazo lako lifanye kwa Mungu wako, ndiye atakayekupa liwazo muone raha duniani na akhera. Nje hakupi liwazo angatajwa kuwa liwafika. Sisi sikuambiwa kipe liwazo kwa mke kama hujaoa, lakini hata liwazo la mke, liwazo la yoyote sikuliwazika mtu kuliwaza moyo wake. Ni mtabiri, ndugu zangu, tutaachana mikono leo, atapelekwa huyu kaburini, kesho atapelekwa mwingine, na yatuadhiri ya wema wale watumika kwa mwema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea kusema Ibn Qayyim, faj'al anisaka billah, wakitataku watu wakichambua nini? Ila mulukihim, kuchambua watawala wao, kuchambua viongozi wao, wakubaratihim, na watu wakichambua wakubwa wao, watafawadu ilayhim, na watu watakurudisha kwao. Basi lianalu bihimul izzata wal rif'a, ili wapatie enzi, nguvu na cheo na kukuzwa. Basi fataarrafu kwa Mola wako, watawaddad ilayhi, jipendekeze kwao, usijipendekeze kwa mwanadamu. Wanadamu wengi wao wanahiki wakikuonyesha udhahiri sio ndani. Ndugu zangu katika imani, vile kwa kuonyesha udhahiri sio ndani wao hivyo, lakini Mwenyezi Mungu ukimwonyesha udhahiri wako, Allah tabaraka wa taala atajenga ndani wako. Na neema ya ujenzi wa mwanadamu ni ujenzi wa ndani kuliko ujenzi wa nje. Ujenzi wa nje mwingi unafiki mwingi, ujenzi wa ndani uliotegemewa, kwa sababu msilifiche baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala. Watawadda ilayhi, ipendekeze kwake. Kama ulibari kabisa na warifa, utapata kwa hilo enzi na utapata cheo. Alhamdulillah. Atuambiaje Muslim ibn Yasar, tadbiruna bimithli al-khawati bimunajati llahi azza wa jalla, hawakupata ladha wenye kupata ladha, mfano wa faragha ya mtu kutaka kuzungumza siri na Mola wake azza wa jalla. Huyo ndiye mwenye ladha shaka. Mwenye ladha ni alikuwa faragha azungumza na Mola wake, na Mola anamsikiliza, wala yakhfa alayhi khafia wama tukhfi sudur, akusikia wewe na amekuahidi maliza matatizo yako, nitakutatulia. Hakuna mtatuzi wa matatizo
asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Twajipa hofu katika ulimwengu, tuogopa watu badala ya kumwogopa Allah. Tuna matarajio ya watu, tukikosa ubali wao sisi sema ndio hatupati tena. Astaghfirullah min kulli dhanb. Nikikosa kwako sipati kwa mwingine, nikikosa kwako sipati sababu wao kumtadarakia. Yaqini ndio kitu muhimu kwenye moyo wa mwanadamu, na yaqini ilikosekana kwa wengi, ndipo mtu alikosa kwake kuja kusimia kama iba kubwa na kuwakusi kana ambaye hadi tena. Mtu akifutwa kazi na fulani kuwapata kwa ulimwengu hakuna bosi je. Boss kesho unaweza kufara ukaja kwangu baada ya Jumaa kuanzia tena shilingi 50 kutoka kwa mwandishi. Dunia tanqalibu ala akhirah, dunia huruka kwa watu wake. Msisi tukifanya hamna, lakini turudi katika barabara sawa. Ahdu salaf, mmoja katika salaf asema masakinu ahli, maskini. Sisi lugha ya kutumika mtu ukanyafsiriwa kusema maskini nasikitia. Kwa hivyo hii ni lugha ya kubalika pia kimaneno, licha kubalika kinakala. Sisi mtona maskini utamuokoa, maskini utamuondosha, au akafanya yasiyokuwa maskini napi yale yanayofanya. Kwa hivyo limeeleweka. Sasa sikiliza, mmoja katika sala nasema masakini wa dunia, maskini watu wa dunia. Tena hata kusema mmoja, sema maskini watu wa dunia. Kharaju min ad-dunya wa ma dhaqu atyaba, wametoka duniani na hawakuonja kitamu kiliyoko duniani. Ya salam, wametoka duniani na hawakuonja kitamu kilichoko duniani. Hapo tu bila shaka kitu kimoja ni hasara milioni ukae duniani kwa umri aliyokuruzuku Mungu, kisha utoke kuipata ladha ya dunia. Na ladha ya dunia ni ladha kufufuria. Usiseme kwamba kwa nini sipata ladha ya dunia, nilioa barabara la 4 na mashamba yangu na magari yangu, tena na magari yale ambayo kutoka kuwajoni mwangu. Kanzu ni nyekundu, litakuja kuwekwa Land Cruiser lekundu. Kanzu leo ni ya green, litawekwa Land Cruiser ya green. Kanzu kabisa msimu yuko sitting room leo, kanzu mimi atampigia dereva leo mimi navaa kanzu kama vile Dar es Salaam, navaa kanzu nyeupe. Dereva moja kwa moja atakwenda kuuga, avae kanzu ya sawasawa. Dereva sikuvaa kanzu mashanuko atakumpega Rwanda, kumbeba prince, utaki kumbeba mtu wa Kongowea na salati fajr. Hao kwenye magari na wapa ni mfano. Sasa sema na mashamba nimetia watu wote mkononi, lolote sito kwangu lepesi kwa sababu nacho. Hiyo si ladha. Ladha ni umakinifu wa roho ya mtu ambaye maskini. Raha ni ukundufu wa Mungu ya Mungu kumpa uhuru ale chochote maisha yao yanaenda. Raha ni leo sikupata nikumbuke Mungu wangu alinikosesha, na leo nimepata nimshukuru Mungu wangu. Kama nilikuwa na akida hizo, nani angelitutia sisi? Mbona tulikuwa wanyonge wadhalifu, kupitia tukiomba mpaka kudunia, na kilio hicho si kilio cha ajili ya Mungu, sicho kilio cha chua sababu, hicho kilio cha data unabali. Lazima sisi tuwe huru kwa kuwa Mungu ametupa huru. Tumalize. Akasema maskini wa dunia wametoka duniani hawakuonja utamu wa dunia. Allahu Akbar. Masahaba akasema wama atyaba fiha,
Kipi kizuri kilicho duniani? Qala mahabbatu llahi, kumpenda Allah, walunsu bihi, na kutaka raha kwa Allah na tumanina na mazoea, washauku ila liqaihi, na kuwa na shauku ya kukutana na Mungu. Hao ndio walopatana na dunia. La dunia mapenzi, moyo wangu umepambika kwa pendo la Mola wangu. Vipi asinipende ikiwa nampenda? Moyo wangu umepambika, nina hamu vipa nikutane na Mola wangu. Waman ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu, waman kariha liqaa Allahi kariha Allahu liqaahu. Na mwenye kupenda kukutana na Mungu na Mungu apenda kukutana naye, na mwenye kuchukia kukutana na Mungu na Mungu achukia kukutana naye. Ni hadithi yenye sherehe, lakini si siku yake. Watanahumu bidhikrihi wa taatihi, na kujineemesha kutaka mema ija kwa kumtaja yeye na kumtii yeye. Na zote hizi faraha, zote hizi kwenye kujificha. Kwa nini? Sitaki tahafashi zako mja wa tahafashi. Naweza nikawa na msajili Mungu ukaja ukanitahafashi, nikakosea kwenye kusajili. Mimi na wewe tulivyo walivyo, kwa hivyo naepuka na kuepuka wewe, nenda kukutana na Mola wangu, namwambia nitakale bila haya, na atanijibu atakavyoweza kunijibu na kunineemesha kwa kiasi anachokijua yeye. Mungu hashindwi, Mungu halemei. Hakuna kitu mustahili kwa lugha ya Kiarabu, hakuna kitu mustahili. Hili mustahili kwa Mungu na haliwezi kufanya. Astaghfirullah min kulli ma astaghfirullah fa'alun lima yurid wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mungu ndiye anayestahili kwa Mungu, na sisi waja wake tuwe na ukweli wa kuwa naye. Twende Yakulu Muhammad ibn Wasi. Hapa ndipo kuhadimisha kwa na hapa tuko kwenye siri iliyozikwa, ina hakika mumeona na twenda nayo. Muhammad ibn Wasi anasema laqad adraktu rijala, hakika mimi nimebaini nimepata wanaume. Kumbe watu wanaosifiwa kwa wanaume, naam, minal mu'minina rijal, katika waumini pana wanaume. Na mtu ambaye ana imani ya kisawasawa, si imani ya kujipendekeza, haqqan au mwanamume, ikwetu kwa uchunguni. Hata walimu wetu wa kutafsiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakisema minal mu'minina rijal, kusema katika waumini pana machubabuni. Ni mchunguni gani? Ni mchunguni amemweka Mungu kwenye kifua chake, kwa kupata, kwa kukosa, kwa kudhulumu, kwa kuwa na nguvu, kwa kudhulika na kukasirika. Sijali nikikosa, hamshukuru kwa kukosa, na kwa kupata hatamdhulumu kwa kule kupata, ili aidhibishie kwa shukrani zangu. Hao ndio wanaume. Asemaje Muhammad ibn Wasi? Laqad adraktu rijalan, hakika nimewapata wanaume. Kana rajulu, sikiliza sana kipindi cha mwisho. Kana rajulu, huwa mwanamume, yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi, kichwa chake huwa pamoja na kichwa cha mke wake. Mtu mmoja tukana stori nzuri, ama msadatin wahidatan, kwa mtu mmoja, laiele kwenye mtu mmoja. Subhanallah. Radiyallahu ala sahabati rasulillah, Mungu awakirahi masahaba za Mtume. Na ni kweli kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu ameridhia nao. Radiyallahu anhu wa radu anhu, haki mahomu na wapeshi kuhaba kicho wewe kitabu kwa hivyo kutuba imani shaweza kina golo na mshia golo acha kufikiria tukana masahaba na sahaba hivi na maisha baadhi yenu ina umari kwa kumbeleza hapo.
mafungu, lakini hapakosekani kina umari lako dhalipo ajua Mungu, na kina umari wa kujifanya ndio baiyekee, lakini hapa kina umari wa kujifanya ndio kina umari wa akinena amenena na kujipicha vimepicha na mpingu kati yes ulivyofanya sawa ya mtu kula na mtu mmoja na mke wake kadbala ma tahta hadi kumeroweka chini ya kitefupe chake kitefupe. Hapa ndipouliza watu tafsiri ni uso tu, lakini kilio yani amelala na bibi yake mdogo wake na kitefupe chake ama uso wake mdumui wa na machozi la tashuru biimratuhu, mke wake hanusia kwamba nikao munuyadia Mungu ya Mungu na mrembo uko wapi? Uko ubavuni. Kama wewe na Mungu ndio sana kusema subhanallah, ungelimtikia kama shiriki na mawaidha. Subhanallah, na tayari sikia hiyo za mrembo. Subhanallah, sikia harufu za kukuta na mrembo. Nyumba wewe tasema wakati wote nafanya tasbihi, ufanye tasbihi nyingine yako qabbala ma tahta khati, kumeroweka kwenye uso wake mdumui kutokamana na machozi yake, la tashuru billahi wake hadi kabisa kwamba kilipita kipindi mume wangu wadia na Mola wake nazungumza na Mola wake na mrembo huko kwenye koroma, tena hata kama kuna na mambo yote amefanya akatoka tena akajisafisha akaoga akarudi, siko tena huko sasa, niko kwa Mungu kuyafanya haya. Kipindi chake kisha akamwelekea kwa Mola wake, hebu niambie ni siri iliyozikwa kiasi gani mtu uko bavuni hadi ya kukao razaqana Allahu taqwa tayyib. Walaqad adraktu, akaendelea kusema walaqad adraktu rijala, nimewadiriki nimewapata wanaume yakunu ahduhum fi safi, mmoja msimama katika nini fatasiru dumuhu, macho yake yakayanuka machozi, ala haddihi, kwenye uso wake, wala yashuru bihi alladhi ila jani, akawa hahisi kama ambao uko ubavuni mwake. Ubavuni kwake pengine mtu swali na hisabu tu ya maneno na kujitawala, lakini huu ambaye uko ubavuni mwake mwelekeo unena na Mungu wake na machozi na aliyoko ubavuni hajui kwamba kuwafungulia. Hiyo ndio siri fiche ya mtu kuifanya na Mola wake. Mwisho ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati, mmoja pia ni mwanamume aliyetoa sadaka, hatta la ta'lama shimaluhu, mpaka mkono wake wa kushoto usijue ma anfaqat yaminuhu, kilichotolewa na mkono wa kulia. Ni hilo siri iliyozikwa isiyojulikana na yote. Hukama wasema, ikiwa ndicho kifungu cha mwisho inshallah, hakika ni wazi huku kuliwazima. Uweni na dhamana Mola, uweni na dhamana ya kuwa Mungu atatusamehe sote, uweni na matarajio ya kuwa sote Mungu atatupokea tena. Wachana na hao walio barabara wachana nao, anapoharibia mwelekeo wa Mola wako. Kuwa na matarajio Mungu atakusamehe, Mungu atatusamehe. Kuwa na matarajio Mungu atasamehe wetu waliowapeleka hapo. Kuwa na matarajio Mungu atawasamehe wetu waliofanya sisi kwa wema mpaka tukawafikisha kwa wema, na tutakwenda kukutana na wao kwa wema. Nani hilo la kusimama kunikatisha tamaa ama kukatisha tamaa na Mola wako? Man anta, wewe nani? Tusijue Mungu ni Mungu na Mungu wangu na Mungu wewe na ni Mungu wa wote. Atutamanishe Mwenyezi Mungu na wazazi wetu na wake zetu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hadi wazika liwaza gani? Ma dhukira Allahu azza wa jalla ala sa'bi illa hana. Liwaza mwisho,
hakutajwa Mwenyezi Mungu kwenye jambo zito, illa kana, isipokuwa lile jambo kusahilika ya sana. Kwa hiyo ni mashaka moja, wala ala azili illa tayasara, hukumtaja Mungu kwa jambo zito lilonazo isipokuwa Mwenyezi Mungu lisahilisha. Mbili, wala mashaqqatan illa afdal, wala mashaka dhiki isipokuwa Mungu huzihafifisha. Wala shiddatan illa dhala, hukumtaja Mungu kwa shida isipokuwa Mungu huiondosha ile shida. Wala qurbatan, wala hukumtaja Mungu kwa uzito, illa faraja, isipokuwa Mungu analeta faraja. Asemaje? Afdalul amal, ukumi wa kitendo, akhfahu, alokificha mja kitendo, wa man sadaka fi amali alani, na mwenye kusadiki amali ya dhahiri ifanya afanye na moja. Falyamal mithlahu sir, afanye mfano wake kwa siri. Fa inna ibadata sir, ibada ya siri, tukahiru amali alaniyata minariya, kutwahirisha amali dhahiri kutokana na ria. Na ria ni ugonjwa sugu uliowasibu wengi, sio kuwasibu wote. Mali sharia siwa rajai, sina mimi shafii, sina mtetezi isipokuwa matarajio yangu. Wa husnu dhanni ya karimu, na dhana yangu nzuri ewe karimu. Unaona mtungaji hapa mtaje amenani karimu, sina mimi mtetezi, sina mimi shafii isipokuwa matarajio yangu kumtarajia Mola wangu. Wa husnu dhanni ya karimu, na dhana yangu nzuri ewe karimu. Takini ila sana, takini ila dhunubi, usiniache mimi kwenye dhambi zangu, usiniache kwenye dhambi zangu. Warhamni ya Allah ya Rahim, nihurumie mimi ya Allah ya Rahim. Na ya Allah ya Rahim, ukimuita kwa hilo Mungu atakuhurumia, kwa sababu hakuna rahimu kama Mungu. Subhanallah, hakuna rahimu kama Mungu. Usishtuke kwa makosa uliyoyafanya, kuna Mungu wa kukuondoshea makosa. Mungu yule alopotewa mtu na mnyama wake na chakula chake, kukipata mnyama kubwa wa kusema alhamdulillah, kilichonipotea mkipata. Alipokipata basi aliangalia hili, akamwambia Mungu, wewe ni mja wangu na mimi ni Mungu wako. Na Mungu akamwacha hivyo maskini kwa furaha hakumzidi, alichokikosa amekipata. Yakamshotoka kwa kuendea na Mungu ya Mungu wake, akasema wewe ni Mungu wangu na mimi ni mja wako. Kwa taarifa ya uhakika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema Mungu hakumpatiliza kwa sababu hakukusudia yeye kujifanya Mungu na Mungu wa hakika kama mja. Ndiyo huyo Mungu msomaye kwenye misikiti, tumswaliaye na kumfanyia mambo yote. Mtu wa sala ni rajulun anaenda faraha, akamtalia Mwenyezi Mungu kwa kuogopa macho yakamimina machozi. Huyu atastahili kivuli cha arshi ya Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli. Tumemhadhimisha watu saba. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao, na Mwenyezi Mungu atupe uhai tuuwai mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwe pamoja katika kufanya ibada kwa kasi, kwa sababu ni mwezi usiofanana na mwezi. Lakini wasiwasi ukokuja, nasema hivi mtawengo, mimi nasema hivi na mwanisikiliza, mtawengo baadhi yenu. Ikiwa kuwepo ni heri kwetu tuwe pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Mungu tufanye tuwepo. Na ikiwa kutowepo ni maslahi makubwa kurudi kwako, turudishe kwako kwa hatima njema, utufufue kwa wema, ututangamanishe na wema. Ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا واهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذ قاسم من فضلك.